Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Dereva wa gari la kubeba na kuchanganya zege lenye namba Z994 NS la kampuni ya Iris Nasor Fatawi Idi amefariki dunia na konda wake kujeruhiwa baada ya gari lao kupinduka mita 15 baada ya kuvuka daraja la Chamanangwe kutokea upande wa Chake Chake. Kwa mujibu wa mashuhuda kwenye ajali hiyo, wamesema walifika katika eneo la ajali na walikuta gari hilo likiwa limelala baada ya kugonga ukuta wa mlima wa Chamanangwe na dereva akiwa ameshafariki na majeruhi kupelekwa hospitali ya Micheweni. Kwa jina naitwa Saidi Hamadi Ali, natokea maeneo ya Kambini Kichokochwe. Nimepokea taarifa kutoka maeneo ya nyumbani Kambini kwamba kumetokea ajali maeneo ya Chamanangwe. Na mimi nikasema nitoke nije nishuhudie kuiona hiyo ajali. Kwa bahati nimefika katika tukio la ajali, tumeiona ajali hiyo. Ni gari kubwa la Iris ambalo limebeba zege, lipo hapo limepata ajali hilo hapo. Na kusema kweli katika ajali hii amefariki mtu mmoja ambaye ni dereva wa hili gari la Iris. Ni tokeo ambalo ni la kusikitisha katika mazingira ya Chamanangwe. Baada ya kufika maeneo ya tukio, nimeshuhudia dereva yupo katika siti yake ya mbele amebanga, kusema kweli yupo katika mazingira tatanishi kweli kweli. Nimeshuhudiwa katika shughuli za uokozi, katolewa ndani ya gari lile pale, akaingizwa katika gari ya open body, ikasubiriwa gari ya ambalesi kufika, akachukuliwa na kupelekwa moja kwa moja katika hospitali ya Kinyasi. Gari mimi nimekuja shuhudia kwamba yupo mmoja, sifikiri kama alikuwepo mwingine. Naitwa Ahmad Musa Ali, ni mkazi wa Kambini Kichokochwe. Nimesikia kwamba kumetokea ajali hapa eneo la Chamanangwe na nimekuja kujionea. Nilipokuja ajali ishatokezea hapa, gari imepinduka katika eneo hili. Nilipokuja hapa nimesikia kwamba dereva amekufa. Kwenye gari walikuwa watu wawili, dereva amekufa, mwenzake katika mkono na mguu. Lakini sijashuhudia, nimesikia tu na watu kwamba ni maneno tu yanaongewa. Nilipokuja hapa nimekuta ambalesi ndio inapandisha zake juu. Kwa hiyo aliyojiri ni hayo. Akizungumza kupokea kwa mwili wa marehemu huyo, daktari dhamana wa hospitali ya Kinyasini Dr. Bedoui Nasor Mbaruk amesema alipokea mwili wa marehemu ukiwa na majeraha na viungo vya ndani vikiwa vimeharibika, kitu ambacho kimesababisha kifo hicho. Kwa majina naitwa Dr. Bedoui Nasor Mbaruk, daktari dhamana wa hospitali ya wilaya ya Kinyasini iliyoko Pemba. Nilipokea mwili wa marehemu unaojulikana kwa majina matatu ya Nasor Fatawi Idi, ana miaka 25, mshirazi wa Machomane, Chake Chake, Pemba. Mwili huu uliletwa ukiwa umekufa tayari, na chanzo cha ajali hii unasadikiwa ni mwendo mkali wa gari ambao alikuwa akiendesha gari la kuchanganyia zege ambalo wanaliita mixer. Nilipofika gari hii ilimzidi na kupinduka na kumbana dereva katika sehemu ya kifua na kichwa. Baada ya uchunguzi wa kidaktari ilibainika kwamba chanzo cha kifo cha marehemu ni kupata majeraha makali makubwa katika kichwa pamoja na kifua, lakini pia ilibainika kwamba na kwenye fupa la kiuno nalo pia lilipata shida. Kwa hiyo ndio sababu hizo ndizo zilizomwondoa marehemu uhai wake. Nasaha zangu kwa madereva au kwa jamii, tuache kuendesha mwendo mkali tukiwa na vyombo vya moto, na watu wawe makini sana wanapokuwa barabarani na wanapoendesha hivyo vyombo. Mwili wa marehemu baada ya kufanya uchunguzi ilionekana kwamba kuna viungo vya ndani ambavyo tunaita visceral organ ndivyo vilivyoumia sana na ndivyo vilivyomkosesha uhai wake. Lakini pia kwa sababu aliumia kichwani, kulikuwa na compression pale kwenye kichwa au kulikuwa na mkandamizo. Pia kuna sababu nyingine ambayo ilimfanya imtoe marehemu uhai wake,
ilikuwa ni wanaita traumatic brain injury. Hizi ndio sababu kuu zilizoondoa uhai wa marehemu. Na kaimu daktari dhamana hospitali ya Micheweni Dr. Rashid Daud Kasha ambaye amepokea majeruhi huyo amesema kutokana na hali ya majeruhi wameamua kumwahisha hospitali ya Mkoani kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Fortunatus Kamugisha, huyu ni mkazi wa Machomane, lakini once ilikotokezea ajali sehemu za Chamanangwe, walipopita askari wakamuona wakamleta kwenye hospitali yetu hii. Sasa walipomleta kwenye hospitali hii, baada ya kumfanyia uchunguzi tukamkuta kwamba akapata fracture with fragment kwenye mid shift ya left femur, kwamba kwenye mfupa wake mmoja ule umekatika, lakini pia kuna card fragment. Kwa hivyo moja kwa moja kutokana na hali hiyo ya majeruhi hiyo ikabidi tumpeleke hospitali ya Mkoani kwa madaktari bingwa wa mifupa kwa matibabu zaidi. Kwa hiyo hicho kitu kimetokezea muda huo na tunakithibitisha ni chako. Tukisema fracture with fragment, ina maana umevunjika, lakini kuvunjika wake ni kwa vibaya, alafu kuna ziada ambazo kwa zimeingizia tuseme kwa ndani. Sasa ina maana hii ni lazima uvunjikaji wa namna hii waupate madaktari bingwa ambao tunategemea kifika wakati watafungua, watakwenda kurudisha mfupa katika hali yake na kuweka katika mazingira yanayotaka. Tunasema ni mifupa hii mirefu, au tukisema fima ni huu mfupa mmoja mrefu ambao unaunganisha kutoka kiunoni mpaka kufika kwenye futi hapa, labda tuseme hivyo. Sasa katikati yake kwa kujia chini ndio umekatika huo mfupa. Sasa kiutaalamu ndio inaitwa fracture with fragment. Hii ni ajali ya pili kutokea ndani ya masaa 24 baada ya ile kikosi cha zimamoto na uokozi Pemba iliyotoa uhai wa Alan Ali Juma maeneo Kilindini wilaya Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba. Acha kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.